Jeshi la Marekani limetangaza kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta yake ya kivita aina ya Apache karibu na mlango wa Hormuz, tukio ambalo limeongeza hofu ya kurejea kwa mzozo mkubwa katika Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yamefanyika kwa amri ya Rais Donald Trump na yamelenga kile ilichokiita hatua za kujilinda dhidi ya Iran. Kwa maelekezo ya Rais Donald Trump, vikosi vya Marekani vimeanzisha mashambulizi ya kujihami dhidi ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta ya jeshi la Marekani aina ya Apache jana, ilisema CENTCOM. Jeshi hilo limesisitiza kuwa operesheni hiyo ni jibu la uwiano kwa kile ilichokiita uchokozi usio na sababu kutoka upande wa Iran. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Hormozgan kusini mwa nchi hiyo, muda mfupi baada ya Marekani kuthibitisha kuanza kwa mashambulizi yake. Shirika la habari la Fars lilisema sauti za milipuko zilisikika katika maeneo mashariki mwa Hormozgan, huku vyombo vya habari vya serikali vikithibitisha kuwa kombora au kifaa kingine cha kijeshi kiligonga eneo la Sirki. Milipuko mingine pia iliripotiwa katika kisiwa cha Qeshm kilichopo katika mlango wa Hormuz, eneo ambalo limekuwa kitovu cha mvutano wa kijeshi kati ya Iran na Marekani katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa ripoti ya Axios ikinukuu afisa wa Marekani, mashambulizi hayo yalilenga mifumo kadhaa ya ulinzi wa anga pamoja na rada za Iran zilizoko karibu na mlango wa Hormuz. Hatua hiyo imekuja baada ya Marekani kudai kuwa helikopta yake ya Apache ilidunguliwa na drone ya Iran aina ya Shahid wakati ikifanya doria karibu na pwani ya Oman. Marubani wawili waliokuwa ndani ya helikopta hiyo waliokolewa salama baada ya operesheni ya uokoaji iliyofanywa na vikosi vya Marekani. Hadi sasa Tehran haijatoa tamko rasmi kuhusu mashambulizi hayo mapya ya Marekani wala kuhusu madai ya kuhusika na kuangushwa kwa helikopta hiyo. Mashambulizi hayo yanaashiria hatua mpya ya hatari katika mvutano kati ya Washington na Tehran, wakati juhudi za kidiplomasia za kufikia makubaliano mapya ya usalama na kusitisha mapigano katika eneo hilo zikiwa bado zinaendelea.